Mimi na mdogo wangu anaitwa Samson, wa baba mmoja na mama mmoja. Nisikize vizuri. Tukiwa pa kanisani kule Mwanza, tukaambiwa wamevamiwa na majambazi. Majambazi wamejua huyu ni Gwajima, kwa hiyo wanajua kina Gwajima wana hela, anakaa mtaani. Majambazi wameingia ndani, wanamwambia lete hela. Anasema jamani, mimi ni mchungaji, sina hela. Wamempiga na nyundo mpaka fuvu la kichwa limevunjika. Ile fluids ya kwenye brain, ile majimaji ya kwenye ubongo yanatokea masikioni na puani. Bahati nzuri wakatokea watu wakambeba, wakamkimbiza kwenda Bugando. Kafikishwa pale Bugando, tukamkuta surgeon mmoja akasema huyu hawezi kutibika, isipokuwa tu cha kufanya, mtu huwa hafi tukiwa tunamtazama. Sisi madaktari hatuna utaratibu wa kumwacha mtu anakufa huku hatufanyi chochote. Kwa hiyo kuna wakati mwingine madaktari wanafanya kitu fulani, wewe unafikiri ndio wanatibu. Wenyewe wamefundisha kwamba hata kama huwezi, haitakiwi mtu afe, umemwangalia tu. Kwa hiyo unakuta wanachokonoa, sio kwamba wanaponya, wanabahatisha. Daktari oye. Na wewe unawaza kwamba unajua daktari mla anahangaika. Wameshaona kabisa, kwa sababu fuvu la kichwa limevunjika, fuvu la kichwa. Sasa mimi nikapigiwa simu kwamba jamaa hawa hata kule kubahatisha wameacha, wameenda kumweka tu kwenye chumba, hana oksijeni wala nini, yuko tu wanasubiri, kwa sababu wanaona hata kama wakibahatisha, kwanza hawana neurosurgeon wa kubahatisha. Niliposikia hivyo immediately, kwa sababu mimi na ndege binafsi, nikachukua ndege kwa sababu nikisubiri ndege ya kawaida, ndege zimeshaenda mpaka kesho yake. Ina maana kama sina ndege binafsi, ina maana nisubiri kesho yake, nitamkuta alisharudisha namba, alishasema kwa heri mwalimu. Ndege binafsi nikawasha huyo Mwanza, ndani ya saa moja nimeshatua. Nikafika hospitali, nikamchukua Dr. Geshom, kuna daktari mmoja tuko naye hapa. Nikafika moja kwa moja pale hospitali, nikataka kumuona neurosurgeon. Nikamwona bwana mmoja anaitwa Dr. Giti. Akaniambia, askofu, nikwambie ukweli, hapa hatuna neurosurgeon. Mimi mwenyewe nina masters, lakini nilifanyia mtu kwenye mazoezi, lakini sio wa aina huyu. Lakini kwa kawaida mtu hatakiwi kufa tukiwa tuna nani. Huyu mtu kwa kweli, nikwambie kweli, wewe ni askofu, hapa labda tucheze tu, na tumeshamwandaa, tuliona tumwandae kwa sababu hana oxygen, hana nini. Mimi nikasema toeni mikono, cha kufanya mwekeni oksijeni, mwekeni kila kitu. Mimi nikaita ndege nyingine, beba kwenye ndege na oksijeni yake na mitungi yake, piga kwenye ndege ianze kwenda Nairobi. Nikapiga simu Nairobi hospitali, hapo Nairobi hospitali, na kuja na mgonjwa yuko serious sana, yuko namna hii. Nikampata daktari mmoja na Dr. Msau, lete ambulance na daktari airport. Kwa hiyo akabebwa huku na ndege kwenda kufika Nairobi hospitali. Kuna ambulance ya Nairobi hospital na daktari na kila kitu. Aliposhuka tu hivi, jamaa akakata waya. Mchungaji sasa akakata, daktari sasa yupo surgeon, akaanza kufanya resuscitation, akamuibua tena, amekata, akampiga kifuani, akaibuka tena, akawekwa kwenye ventilator, akaanza yani mashine ikaanza kupumua kwa niaba yake haraka. Yeye ameshindwa mashine, lakini unaona haya yote ni mtu anaamua. Yule mgonjwa ana hela ila hawezi kufanya nini? Hawezi kuamua. Mungu akuinulie watu wa kuamua kwa niaba yako unapopatwa na mambo. Unanielewa? Kina nani wanaoamua wakati umebanwa? Jamaa anasema mwacheni tu, huyu ni chuma. Huyu ni chuma. Magera, jamaa anasema huyu ni chuma, ataamka tu. Chuma kitaamka. Chuma kinapataga na kutu wakati mwingine. Mungu akuinulie watu. Kakaangu, Mungu akuinulie watu watakaoamua kwa niaba yako. Sema! Unaweza ukafa kijinga hujawahi ona. Sema hii ni chuma, ikitainuka tu. Wanasubiri. Sasa afika Nairobi hospital. Kumbuka mimi sasa nilikuwa natakiwa kwenye mkutano mwingine.
Nikamwomba Dr. Gesho wa hapa daktari, dokta, ingia kwenye hii ndege na kijana mwingine ingia kwenye hii ndege. Nikamchukua na daktari wa hapo Bugando na nesi wa hapo Bugando, ingia kwenye ndege, muwe mna operate ventilator kwenye ndege. Huku anakwenda wapi? Nairobi. Nikiwa najua kutoka Mwanza mpaka Nairobi pale ni dakika kama 45 tu, mpaka 30 watakuwa wamefika. Kufika pale wanashuka, jamaa akakata moto. Kata moto hapo hapo ambulance ya Nairobi hospitali na daktari anamsubiri. Kufika pale akaingizwa kwenye ventilator, amequit. Wakaanza kumfanyia resuscitation, CPR, akaamka. Wakaniambia askofu alikuwa ameenda, jamaa tumemshitua ameamka. Kwenda kufika hospitali, daktari anasema, neurosurgeon anasema kwa namna alivyopigwa huyu hakuna namna ya kumtibu. Huyu maana yake ni kumparalyze, ni kumwekea, na kila siku utakuwa unalipa $500. Mimi nasema niko tayari. Sasa utampata mtu wa kusema yuko tayari wewe? Utampata mtu wa kusema yuko tayari? Watu wanasema tu Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Hakuna jina la Bwana kubarikiwa hapa. Nikamwambia mimi niko tayari. Wamefika pale wakamparalyze kweli, wakamweka kama ndani ya ni kama unavyoona wale samaki wa mapambo. Amewekwa kwenye kitu cha namna hiyo, ndani kimefungwa, amewekewa ventilator ninapumua, yani mrija umeingia mpaka kwenye mapafu. Kwa hiyo ile mashini ndio inapumua yenyewe. Halafu amewekewa kwenye mdomo huo amewekewa mrija wa chakula, wanakuwa wanashindilia na mashini kama pampu, wanapima leo atakula gramu ngapi, wanashindilia mle ndani. Alafu kujisaidia wameweka mpira mwingine, yani ni mashine inakula, mashine inapumua, mashine inajisaidia. Wanasema akibaki hivi labda miezi miwili mwili utajiponya wenyewe. Miezi miwili $500. Niko tayari, endeleeni. Unanielewa Lazima awepo mtu in the episode when you are encountered by matters that you cannot solve because of your crisis at the time. There must be a person who is elevated by God, who will stand on your behalf and make decision on your behalf, and this decision will save your life. Do you have that person in your life? I pray to God in the name of Jesus, God raising somebody to stand on your position, and I see somebody standing by you in Jesus' name. Akawekwa pale. Mimi nikaendelea na shughuli zangu na mikutano, na kuwa tu zimetua siku 3 tunatuma $3,000, $4,000, miezi 3. Daktari akaniambia njoo sasa, tunataka tujaribu kumchomolea ile ventilator tuone yupo, kwa sababu kinachopumua ni mashini. Unajua kuna kitu kinaitwa clinical dead, yani kliniki umeshafariki, inayopumua ni mashini, na kuna mirija inayoingia kuweka chakula ndani. Kuna kama pump, wanachanganya chakula energy fulani, wanasukuma na pump. Kwa hiyo wanataka hasa wajaribu kumtolea ile waone yupo, kwa sababu isha paralyze. Amefungiwa ndani ya sanduku la kioo, wanamwona nje. Gesho yupo muda wote. Nikaenda wakajaribu kuchomoa, wanachomoa. Walipochomoa hivi kama vile jamaa akatikisa mguu hivi. Daktari akasema yupo. Daktari akasema yupo. Akasema lakini hata kuwa na uwezo wa kutembea mpaka tufanye mambo fulani. Kwa hiyo wakaanza kuchomoa polepole. Walipomaliza kuchomoa, jamaa akaanza kupumua. Daktari akasema yupo. Tumfanyie sasa MRI. Akaingia kwenye MRI. Daktari akasema fuvu la kichwa limeshaunga, na yale majimaji fluid ya kwenye kichwa na yenyewe imeshaingia tena. Kwa hiyo tuanze sasa kumwacha, kumwamsha polepole, wiki 2, wiki 3. Mimi nalipa tu. Wiki 2, wiki ya 4, jamaa sasa kafungua macho. Anasema neno moja tu. Nilikwenda utumwani lakini nimerudi. Tunamuuliza, utumwani Misri? Utumwani wapi? Tukaambiwa sasa tumsimamisha ajaribu kusimama. Mwili wa mtu wa ajabu, ameelemea upande hivi. Ubongo ni kitu cha ajabu, ameelemea upande hivi, yuko hivi.
Daktari akasema mtembeze. Mkimwachia kutembea anazunguka hapa hapo tu kama dunia. Tunamwambia siuelekee hivi. Daktari akasema hivyo hivyo. Mchukue treadmill. Ile treadmill, mashine za kutembelea, mumweke hivyo, wanamshikilia watu huku na huku, anakuwa anatembea hivyo. Tembea, mtembezeni mpaka sweat. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5. Mwezi wa pili mwachieni, anaanza kwenda mbele. Mwezi unaofuata anatembea mwenyewe, anatembea, anafika wakati anazunguka tena, halafu anatembea tena. Nikasema basi aletwe nyumbani. Tukambeba na ndege tukamleta nyumbani, katembea kawa straight, katembea. Leo ni askofu wetu, ndiye anachunga kanisa la Mwanza. Umenielewa Lakini singekuwa mtu kufanya maamuzi, basi hayupo. Unao watu wa kufanya maamuzi kwa niaba yako unapopata na jambo. Je, umeshatengeneza marafiki wa kutosha wenye uwezo wa kutumiwa na Mungu kuamua jambo wakati wewe huwezi kuamua? Unaweza kuniambia kwamba mchungaji, Mungu akisema lazima mtu atapatikana. Nisikilize, wako watu walioambiwa na Mungu waamue jambo kwa ajili ya mtu wakakataa. Wapo. Unakataa. Nikwambie mmoja. Paulo anakwenda Damasko, ana barua kutoka kwa kuhani mkuu akawaue warokole. Njiani akapigwa na nuru akadondoka chini. Kule Damasko warokole wameshasikia kwamba Paulo anakuja, ana barua ya kuwakamata warokole na kuwachinja. Sasa alipopigwa na nuru akaanguka, Mungu akamtokea mlokole mmoja anaitwa Hanania. Akamwambia Hanania akasema mimi hapa, nenda njia fulani, kuna mtu mmoja anaitwa Sauli, ukamwombee apone. Hanania akamwambia Mungu, akasema Bwana, huyo jamaa namfahamu. Hanania anaongea na Bwana kwamba Bwana, huyo jamaa namfahamu, ni janja yake. Huyo jamaa ana barua kuja hapa atukamate, atuue, tuma mwingine. Huyo jamaa hapana. Hanania anakataa kwenda kwa sababu ya tabia ya yule jamaa. Usiwe na tabia ambazo siku moja mtu atakapotumwa na Mungu kuja kwako akatae. Uwe na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao mtu hata kuwa nao hawezi kumwona Bwana asipokuwa nao. Jitahidi kuwa na amani na watu wote. Usishindane na mtu bila ya sababu yoyote. Jitahidi kupendana na watu, kuwa karibu na watu, kuwasaidia watu. Nikupe siri. Usijaribu kumbadilisha mtu tabia yake ndio awe rafiki yako. Hutaweza. Unajua mimi huyu hawezi kuwa rafiki yangu kwa sababu ya tabia zake. Huwezi. Jifunze kubebeana na tabia zao, kwa sababu wazazi wake walishashindwa kumbadilisha. Utaweza wewe? Neno la Mungu halijambadilisha. Utaweza wewe? Umaskini wake haujambadilisha. Utaweza wewe? Shule haijambadilisha. Utaweza wewe? Jifunze kubebeana nao, awe rafiki yako vile vile alivyo. Nenda naye polepole, hata asiyefaa, hata asiyependeza, iko siku atakufaa kwa ajili ya jambo fulani. I am saying you don't need to be perfect to be my friend. No, I understand that human do have weaknesses. Hauhitaji kuwa mkamilifu ili uwe rafiki yangu. Mimi naamini wanadamu wana mapungufu mbalimbali. Hata mimi ninayo, hata wewe unayo, hata yule unayo. Usijaribu kumbadilisha eti abadilike kwanza ndiyo awe rafiki yangu. Utachemka. Kuna watu hawawezi wakabadilika. Tabia alionao ya kununa ni ya tangu utoto. Tabia alionao ya kukasirika hovyo hovyo ni ya tangu utoto. Tabia alionao ya kupiga mateke watu ni ya tangu utoto. Wewe mchukulie vile vile alivyo. Lakini namuona Mungu anakuletea mtu. Ukiniona mimi hapa nilipo, wako walionibeba. Wengine hawapendezi lakini walinibeba. Wengine hawapendeki lakini walinibeba. Wengine kwa kununa lakini walinibeba. Mungu akutengenezee wanaume na wanawake, vijana kwa watoto, wakubebe. Anayekubeba bebeka. Ukiamua kubebwa usirukeruke tena. Bebeka, upelekwe, maana Mungu anainua watu kupitia watu. Jambo hilo linakupata wewe na familia yako na kazi yako na watoto wako na ndoa yako na ajira yako, katika jina
Mwambie mwenzako bebeka, 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 bebeka. Mwambie mwenzako bebeka, bebeka. Kila maisha yana level. Hebu sema kila maisha yana level. Kwenye kila level yuko wa kukubeba kwenda level nyingine. Level uliofika sio ya mwisho, lakini umeshindwa kutoka hapo kwa sababu wa kukubeba kutoka hapo walishakosekana. Unapobeba, bebeka, vumilia. Kuna anayekubeba mwingine ni wa ajabu ajabu, vumilia. Anayekubeba mwingine, vumilia. Utafika wakati kama hakufai utaachana naye. Kwa kadiri Mungu anavyokuinua utaanza kuangalia wengine chini. Weka maneno yako moyoni. Siku moja utasema hata sasa Bwana amenisaidia, hata sasa Bwana amenisaidia. Iwe hivyo kwa jina la Yesu. Nataka kusema kama wewe ni tajiri na rafiki zako ni maskini, basi wewe ni maskini. Narudia tena, kama wewe ni tajiri lakini rafiki zako wanaokuzunguka ni maskini, eti wewe unafurahia tu kunawapa pesa, kuwa unaambiwa asante, kuwa unaambiwa na kushukuru, wewe bado ni maskini. Kwa sababu iko siku ambayo hutakuwa na uwezo wa kutembea, utakuwa mgonjwa, utakuwa ICU. Huwezi kwenda benki wewe kwenda kuchukua pesa ya kukupeleka India. Lazima apatikane rafiki yako atakayekwenda achukue pesa. Ndiyo maana matajiri huwa wanakufa na hela zao ziko ndani ya benki. Unapoinuliwa na Bwana, jaribu kuwainua rafiki zako walio karibu na wewe. Wape mitaji, wape mawazo, wape njia, wape biashara, wape kazi. Ninaagiza wewe upate mtu atakaye kushika mkono na wewe akuinue, na wewe uinue wengine. Haleluya! Mimi namjua rafiki yangu kabisa. Mimi nilikuwa Japan mwaka jana. Mke wake akanipigia, ananiita, shemeji, kaka yako anaumwa. Kati ya matajiri waliopo hapa Dar es Salaam, siwezi kumtaja jina kwa sababu ya status quo yake, lakini ni matajiri. Akanitumia kwenye WhatsApp, kaka yako anaumwa. Nikamwambia, shemeji, una wasiwasi gani? Mimi niko Japan. Akasema, shida tulionayo, pesa benki ipo, ila yeye yuko kwenye ICU, hawezi hata kuinua mkono, na inabidi yeye ndiye assign. Tukatoe hela wapi? Benki. Shemeji, nisaidie. Ni bilionea, ana vitu hapa nikikutajia unazimia alafu unaamka tena. Ila sasa mwenye uwezo wa kwenda benki, kwa sababu benki haendi, hata mkeo hachukui. Labda muwe na joint account, na joint account muwe mmesaini wote, au umeielekeza benki vinginevyo. Hata mwanao hachukui, mkeo hachukui, mpaka hatua zifanyike kwamba amefariki na ameacha will, na wanasheria wameingiza mikono yao pale. Nikamwambia, mimi nina mikutano Japan na nimepewa ratiba ya kwenda kwenye bunge la Japan. Nikamwambia rafiki zake fulani na fulani na fulani na fulani na fulani waambie. Akasema rafiki zake wale wamekuja jana, wamemzunguka, hawa wote hawana pesa, kwa sababu siku zote kaka yako akiwa mzima yeye ndio huwa anawasaidia. Nikamuuliza, madaktari wamesemaje? Akasema madaktari wamesema akimbizwe kwa haraka nje ya nchi, lakini iwe ni ndege ambayo angalau inaweza kuruka masaa si chini ya 4. Yaani anaweza kuwekewa oxygen, akawekwa kwenye monitor kwenye ndege, akaruka masaa 24, masaa 4. Akifika kule kwa ugonjwa alionao kule atapona. Wakawaza nje ya nchi, mahala ambapo shida yake inaweza kutibiwa, na ni mwendo wa kuruka masaa 24. India ni zaidi ya masaa 4. India ni zaidi ya masaa 4. Wakagundua South Africa tukipata ndege inayokwenda kwa kasi masaa 4 tutakuwa tumeshamaliza.
Kwa wakaamua aende South Africa, kwa sababu masaa 4 kwa jet engine ameshafika South Africa. Kumbuka mke wake maskini hajui aina za ndege gani. Akaenda kwenye shirika la ndege mahala fulani hapa. Wapo watu wenye ndege binafsi, hazijui ndege. Huyu mama hana hela, azima kwa rafiki zake, kwa maana jamani anaumwa, na mimi nikatafuta kwa sababu nilikuwa mbali, na mimi nikamrushia kidogo. Kaenda kwenye shirika la ndege. Ndege nazo sio ndege tu. Kwa wewe unajua ndege tu, ndege sio ndege tu. Kuna ndege zinazokwenda kwa kasi. Mkiondoka ndege hii na ndege hii, ndege nyingine inafika kule inakokwenda na inarudi, ile nyingine haijafika. Ila nayo ni nini? Nayo ni ndege. Unaelewa? Ila wewe sasa ambaye hujui, unajua tu niko kwenye ndege, unasikia tu mbona haifiki? Ni aina ya ndege. Sasa kuna ndege probe engine, zile zenye mapanga boya hivi, na kuna ndege zinaitwa jet engine, hazina mapanga boya. Zile jet engine zinakwenda kwa kasi kuliko zile unazoziona zinazunguka kama feni. Sasa yeye kaenda pale, kalichukua la kuzunguka kama feni, kalilipa hela. Limeanza, limemwingiza rafiki yangu, liko njiani kiki, masaa 2 kiki, masaa 4 kiki, masaa 5 kiki, masaa 6 kiki, akafariki njiani. Alipofariki njiani hawajafika, ikabidi watue kwenye nchi fulani, watengeneze sasa mwili wa marehemu, ligeuze hilo ndege tena lina mwili wa nini? Wa marehemu, liko kiki, kesha fariki. Na pesa alionayo ni pesa, lakini rafiki zake hawana nini? Wewe jidai kwamba eti wewe kwa sababu una pesa unawasaidia rafiki zako. Kama unawasaidia rafiki zako, usiwe unawapa alfu. Watafutie mradi na uwasimamie, ili na wao rafiki zako watoke, ili siku ya dhiki na wao waje wakushike mkono, na wewe ukiwa na dhiki ushikwe mkono. Maisha ni kushikana mkono. Hakuna aliye na kila kitu na hakuna anayeweza yote. Kila mtu ana udhaifu eneo fulani. Namwomba Mungu wa mbinguni akuinulie mtu, au mimi mwenyewe, au kaka fulani, au dada fulani, au baba fulani, atakaye kusaidia kuanza mradi, pamoja na kazi unayofanya, pamoja na ajira unayofanya, lakini akusaidie kuanza mradi. Huu mradi utakufanya ufanye kazi, ufanye na mradi wako uendelee, na baadaye mradi wako ukiwa mkubwa unaachana kazi ya kuajiriwa, unaanza biashara yako, uwe tajiri. Itakapotokea dhiki, uwe na uwezo wa kumshika mkono rafiki yako na wewe akushika mkono, alafu wote kwa pamoja topai. Hallelujah. And that is my philosophy. That is my philosophy. Hiyo ndio namna yangu ya kuwaza. Kama mimi ni tajiri, Pastor Baraka ni maskini, Pastor Simon maskini, Pastor Masaru maskini, Pastor Manot maskini. Kama dada yangu ni maskini na huyu maskini, mimi ni maskini. Ukiwa tajiri umezungukwa na maskini, wewe bonge la maskini with time factor. Nirudie tena ambaye hajajua time factor. If you are very rich but your cycle is a cycle surrounded by monstrous poverty, then you are also monstrous poor. Kabisa. Niamini mimi. Ajali imetokea kwacha, halafu umeisha, inatakiwa sasa apelekwe Marekani. Utapelekwaje sasa? Kwa sababu wewe lazima ndio uende benki uandike uletewe hela. Sasa ajali, nani anayekuja anayetoa maamuzi juu yako? Kwa sababu mwenye nguvu yeyote, kuna wakati nguvu zake za elimu, nguvu zake za maamuzi hataamua yeye, itabidi watu wengine waje waamue kwa niaba yako. Sasa kama yale majitu ya kuamua kwa niaba yako ni mapumbavu, yote yanaamua jambo la kipumbavu, linakusukumia mautini. Wewe una uwezo, lakini wanakuzunguka, wanakuja sasa, jamani fulani mgonjwa uko pale, wewe huwezi kuamua.
unajisikiaje? Hata kuongea huwezi, inabidi sisi tuseme. Sikilizeni bwana, huyu mtu wa sasa hivi tuamue. Tukiamua kipumbavu, umeisha. Tukisema kwamba bwana tumsikilizie pumbavu moja la kifamilia, pumbavu moja la kifamilia linasema hivi, bwana kwa hali hii kumsafirisha akiwa na hema hivi sio vizuri, tumsikilizie mpaka kesho. Pumbavu moja la kifamilia limetoa mawazo na likasikilizwa. Ninaamuru katika maisha yako usizungukwe na wapuzi wa maisha kwa jina la Yesu. Kila familia haikosi mtu mapumbavu na majinga. Kwangu yapo, kwako yapo, kwa yule yapo, ambao mwenyewe ni kutoa mawazo tu, yanawaza akiondoka huyu mali walizonazo nitapata kitu hapo. Nikupe mfano. I want to talk to somebody. When you are rich and capable, you have financial capabilities. You have declared financial independency, but your friends and close allies are poor. You are also poor with the time factor. And if you don't understand what I'm saying, there's a day you will realize when it is too late. You better find a way to empower your friends at a certain standard. If you are afraid somehow, somewhere, that your friend gonna surpass you, empower them to a certain level. At least you should have friends that can have equal interaction. Kimakua, lazima uwainue rafiki zako wafike kwenye level fulani nayo karibiana na wewe. Kama unaogopa watakupita, basi walete mpaka mahali ambapo siku una msiba, una dhiki, kwa sababu jambo linampata mtu yoyote. Nikupe mfano sasa. Huu natoa mfano halisi. Siku moja nilikuwa nakwenda South Korea, Korea ya Kusini. Sasa nimetoka kwenye ibada ya usiku. Ilikuwa nafikiri naondoka na KLM ndege ya usiku saa 4 hivi. Nimemaliza ibada hapa, ilikuwa ni siku ya Jumatano. Nikapumzika kidogo ofisini, nikasema naondoka. Nikaondoka kama saa 1 hivi. Nikasindikizwa na Mordekai. Mordekai atakuwa yuko hapa, askari wetu. Nakimbia kwenda njiani, nilipokaribia airport nikawaona watu wanapiga mwizi. Walishampiga yule mwizi mpaka amezimia, wamemrundikia tairi, wamemwagia na petroli. Wamekosa petroli na kiberiti barabarani pembeni saa 2 usiku. Wamempiga mpaka amekufa almost, lakini ni watu wa bodaboda. Wameweka kuni, wameweka na matairi. Nafika pale mimi, wanasema tunataka tumchome. Kuna jamaa mwenzetu wamekimbilia petroli na bodaboda. Nafika mimi, jamaa anaingia na dumu lake la nini, la petroli, anamwagia. Lakini namuona jamaa anatoka damu, kuna kamora kana kiberiti. Nikaangalia nikaona mwenye kiberiti, nikamnukia mwenye kiberiti, nikamshika. Msimchome. Wanasema huyu bwana ni mwizi wa pikipiki. Amefanya nini? Huyu bwana anafanya hivi. Kuna njia fulani usiku, unapokuwa unapita na pikipiki, yeye anaweka waya. Ule waya unapopita wewe usiku huoni, umewekwa kwamba pikipiki itapita, lakini dereva wa pikipiki na abiria ule waya utawashusha, alafu anaondoka na pikipiki. Amemfanyia fulani na fulani na fulani na fulani. Tunataka tumchome. Linaeleweka au halieleweki hilo? Kwamba anatakiwa kuchomwa. Mimi nikasema pamoja na kwamba anafanya hivyo, nipeni nafasi. Sasa kale kabwana kaliko na kiberiti, nimekakamata na kiberiti chake, kanajaribu, kanawasha, kanarusha, moto haufiki. Kanarusha, yani kasema lazima tumchome. Nikasema mimi ni Askofu Gwajima. Wengine jamani tusikilize jamani, Askofu Gwajima. Kale kabwana kwenye kiberiti hakasikilizi mtu.
Kwa mimi nimekashika kifuani, kanang'ana, kanarusha, inashindikana, nakavuta mbali. Baadaye nikafanikiwa kukanyang'anya kiberiti. Nikamwambia tuliyekuwa naye wakati mimi napambana nao, wewe piga simu polisi. Ikishindwa kupiga simu polisi kwa ajili ya kuokoa maisha, ndani ya gari tuna bunduki. Chukua bunduki ya ndani ya gari, piga juu ili hawa wakimbie. Akaanza kupiga. Sasa kale kabwana kananizidi nguvu sasa kenye kiberiti. Polisi wakafika, jamaa wakakimbia. Jamaa alishamwagiwa petroli lita 5. Yuko yani amebakiza kuwaka na matairi ya gari yamerundikwa juu yake. Hapo maweza kumwagia. Sasa wakabaki jamaa wawili watatu hivi. Nikawauliza, huyu jamaa ameiba kweli? Asema huyu jamaa hajaiba. Kuna bodaboda fulani na bodaboda fulani, wana mwanamke wanagombania. Sasa huyu bodaboda mmoja akasema watamfanyizia. Kwa hiyo wamejiorganize bodaboda ili wamfanyizie. Yeye ni wakijiwe cha bodaboda cha mahali fulani, ni jamaa mzuri tu. Kweli kabisa. Nikamuuliza na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Kumbe kweli anafanyiziwa. Hebu ona, mimi nimefika pale kwa wakati, nikakumbana na kiberiti. Je, yuko mtu atakayefika kwenye msiba wako kwa wakati ili awashike mkono wanaotaka kukuteketeza? Mungu akuinulie mtu wa namna hiyo kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akuinulie mtu wa namna hiyo kwa jina la Yesu. Nikamkabidhi mikononi mwa polisi. Nikamwambia Mordekai, nenda naye mpaka hospitali, ujue wamemweka hospitali gani, alafu uwe unamtembelea. Mimi naenda Korea. Nikaenda kupanda ndege, nikaenda South Korea. Baada ya siku 3 nikampigia Mordekai, amesema jamaa nimemkuta kesho yake, yuko vizuri, amekumbuka. Anauliza kwamba nilikuwa nasikia wakati kwa mbali wanasema Askofu Gwajima yuko wapi? Ndiye aliyekuokoa. Akamsaidia mpaka akawa vizuri, akamwongoza sala ya toba, akatubu, akamwelezea story, haikuwa kama hivyo. Maisha yake yakaokolewa kwa sababu kuna mtu amefika kwa wakati. Mtu afike kwa wakati kwenye kila jambo lako. Mtu afike kwa wakati kwenye biashara yako. Mtu afike kwa wakati kwenye dhiki ulionayo. Mtu afike kwa wakati kwenye tabu ulionayo. Na mtengeneza mtu huyo atakayewahi kabla hujateketea, biashara haijateketea, ndoa haijateketea, mume hajateketea. Huyo afike kwa wakati kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema napokea kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kama liko jambo nalihitaji ni Mungu kuingilia kati juu ya mambo ambayo wewe mwenyewe hutaweza. Narudia tena mwanangu, Mungu anainua watu kupitia watu. Usitukane watu, usidhalau watu, usizomee watu. Hata yule mtu unayetofautiana na yeye, tofautiana naye kwa staha. Achana naye, kaa mbali na yeye, lakini we kwa staha, kwa sababu hujajua kuna siku moja Mungu atalazimika kumtumia nani kwenye jambo lako, kushika kiberiti kinachotaka kuwashwa kwenye familia yako, kwenye ndoa yako. Na amuru wenye nia mbaya juu yako wagawanyike wote kwa jina la Yesu. Majeshi ya uovu wagawanyike, waliopanga wagawanyike. Mungu akupe fimbo itakayopiga maji na maji yagawanyike. Mtu apige kelele haleluya. Mpaka Mungu akamwambia Hanania, samahani Hanania, najua unavyoongea yule jamaa ni mharibifu, ila nimemteua kuwa chombo chema, alibebe jina langu kwa ajili ya mataifa. Mpaka Hanania na Mungu anabishana huko. Paulo anaendelea kupigika. Mungu anambembeleza Hanania kwa sababu Mungu hawezi kwenda bila mtu. Ina maana mpaka leo kuna mtu anabembelezwa na Mungu aje kwako, na yule jamaa alishakataa. Ndiyo maana muujiza wako sio kwamba hauji. Kuna jamaa anayebembelezwa na Mungu ili akuletee muujiza wako. Ulishawatukana wote, ulishawadhalau wote, ulishawazomea wote. Eti wewe ukipishana mtu kwa jambo kadogo tu unamporomoshea maneno. Usiseme maneno mengi unapokuwa na hasira. Kuna baadhi ya maneno ukiyasema huwezi kuyarudisha tena. Jifunze kunyamaza, chagua maneno, tunza maneno. Yule unayemtukana leo anaweza kugeuka kuwa bosi wako siku zijazo.
tunza maneno, hifadhi maneno. Namwona Mungu anakuletea mtu mmoja wa ajabu sana, atakaye kubeba, atakaye kusemea, atakaye kuzungumzia, atakaye kuinua. Yule mtu ni yule yule ambaye unamjua, lakini safari hii atatumiwa na Bwana kwa ajili yako. Kama ni wewe